Uchakavu wa miundombinu umetajwa kuwa chanzo cha upotevu wa maji safi na salama katika manispaa ya Morogoro, hali inaendelea kuathiri upatikanaji wa huduma hiyo muhimu katika baadhi ya maeneo ndani ya manispaa hiyo. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Morogoro, CPA Sais Kejo, wakati wa uzinduzi wa bodi ya 10 ya wakurugenzi wa mamlaka hiyo iliyofanyika Mei 15 mwaka 2026 mjini Morogoro. CPA Kejo amesema pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika utoaji wa huduma za maji safi na usafi wa mazingira, bado mamlaka hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo upotevu wa maji unaotokana na uchakavu wa miundombinu, hali inayochangia kushindwa kufikiwa kwa malengo ya ukusanyaji wa mapato. Hii ni Rindimo Media, nami ni Farida Mangube. Na changamoto kubwa kuliko zote ni changamoto ya upotevu wa maji yasiyolipiwa na ndege moja, ambapo kwa sasa MORUWASA anapoteza wastani wa 50%. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunapata ya mapato madogo yasiyokidhi mahitaji ya uendeshaji. Changamoto ya upotevu wa maji inapelekea pia tuna changamoto ya fedha, kwa sababu tukiokoa maji ambayo yanapotea, tunaweza pia kuokoa fedha ambayo inapotea na tutawezesha kukidhi mahitaji ya uendeshaji. Kuchelewa kukamilika kwa miradi ya kimkakati ya uboreshaji wa huduma za maji safi kutokana na changamoto ya fedha, uchakavu wa miundombinu ya usambazaji maji, shughuli za binadamu kwenye vyanzo vya maji ambayo yanapelekea hasa wakati wa kiangazi tunapata changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji kwenye eneo letu. Mkoa mgeni rasmi umeshashuhudia changamoto hii, jana tulishirikiana kwa kiasi kubwa kusaidia kuona kwamba jambo hili linafanywa kazi na changamoto hii inakabiliwa vizuri. Pia tuna changamoto ya athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na uharibifu na matumizi yasiyo sahihi ya miundombinu ya maji taka. Tunao changamoto hapa kwenye miundombinu ya maji taka. Wananchi tunaendelea kutoa elimu, lakini wananchi bado wana changamoto ya kutumia vibaya miundombinu hii kwa kutumbukiza vitu ambavyo havifai kuwekwa kwenye miundombinu ya maji taka. Kwa hiyo inasababisha wakati mwingi chemba zetu zifurike na kuleta adha kwa wananchi kwenye maeneo yetu. Ndugu mgeni rasmi, katika kukabiliana na changamoto hizo, MORUWASA inaendelea na ukarabati wa miundombinu chakavu, inaendelea kuboresha usimamizi wa mivujo kwa kutumia mifumo ya TEHAMA ili kufuatilia upotevu wa maji, kupata taarifa, kufuatilia na kushughulikia mivujo ambayo taarifa za mivujo ambayo tunazipata. Lakini pia tumeandaa rasimu ya mpango wa biashara mpya wa biashara kwa ajili ya kupata bei mpya ya maji zinaweza kukidhi gharama za uendeshaji na matengenezo. Lakini pia tunaendelea kushirikiana na wenzetu wa bonde kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa vyanzo vya maji pamoja na kupata fedha za ziada kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya uboreshaji huduma ya usafi na usafi wa mazingira. Kwa hiyo ni waombe watumishi wenzangu, twendeni tukailinde MORUWASA, tuwe committed kufanya kazi ili tuweze kusaidia sekta kung'ara pamoja na bodi yetu iweze kwenda kufanya kazi vizuri, na tuwape ushirikiano bodi yetu mpya, tuwape ushirikiano ili kuhakikisha kazi yao inaenda kutekelezwa kwa weledi bila changamoto. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya Wizara ya Maji na Management na watumishi wengine walioko Dodoma, mimi napenda kuwapongeza wakurugenzi wote wapya wa bodi kwa kuaminiwa na serikali na kuteuliwa kuiongoza MORUWASA. Ni matumaini yangu kuwa mtafanya kazi kwa weledi, kwa uadilifu, kwa ubunifu na uwajibikaji mkubwa kwa maslahi ya wananchi wa Morogoro na taifa kwa ujumla. Na kuombeni Wizara ya Maji mshiriki na watu wa mazingira washiriki na watu wa ardhi washiriki ili tuweze kutengeneza mfano wa namna tunavyodhibiti vyanzo vya maji na rasilimali ya maji kwa ajili ya Tanzania nzima. Wenzetu watuangalie, watuige, tuone huko mbele tunakwendaje. Naomba kusema jambo moja. Naomba pia Keje ukamilishe ile mradi wa maafisa wale wa Kayenzi tulifanyia kazi na wewe unaujua, bado na maneno ule hatujaumaliza, na wakati tulipobuni ule mradi ulikuwa na mafanikio na matumaini makubwa sana, na wote nyinyi mnajua what happened. Tulikuwa na eneo watu wanalalamika maji, wakati chini
kuna hazina ya maji ambayo ina uwezo wa kuwapa lita 15,000 kwa saa. On a daily basis we can generate 200,000 liters of maji. Kwa mtu ambaye hana maji, that is a big rasilimali. I'm thinking, naomba hilo nilifanyie kazi haraka.